So waga tunasikia kuhusiana na soko la hisa DSE mara nyingi. Kila mtu anaongelea soko la hisa DSE, soko la hisa DSE. Vipi kuhusiana na soko la hati fungani? Je, liko wapi? Lina ukubwa wa kiasi gani? Na Mtanzania wa kawaida ana nafasi gani huko? Soko la hati fungani kiukweli naweza nikasema kwa linakuwa kwa kasi sana ukilinganisha na miaka ya nyuma. Soko la hati fungani lilikuwa kubwa kama sasa hivi. Soko la hati fungani kwa sasa mpaka ilivyofika mwezi wa 5 mwishoni, naweza nikasema kuwa watu wamekopesha zaidi ya trilioni 2 kutokea January mpaka Mei. Lakini pia miaka ya nyuma ukilinganisha na hii trilioni 2 ya leo, naweza nikasema ilikuwa around bilioni 750. Kwa hiyo tunaweza tukaona kuwa ni ukuaji wa mara 2 zaidi, ambapo inaonyesha kuwa kuna kasi kubwa sana kwenye soko la hati fungani. Watu wengi sana wanawekeza kwenye hati fungani, especially miaka ya hivi karibuni. Okay. Yes. Na vipi nikitaka kujua ni hati fungani zipi ambazo ziko sokoni muda huu? Nitaweza kujua vipi na zina riba kiasi gani? Okay. So, cha kwanza kabisa unaweza ukafungua website ya BOT. Ukaingia upande wa auction announcements, ukaweza kuona pale ni hati fungani gani ambayo zipo sokoni, kwa sababu zile zote ambazo zimeshapita kwenye minada zinaingia pia kwenye soko la hisa DSE. Cha pili, unaweza pia ukafungua website ya DSE. Pia ukafungua zile report ambazo waga wanazitoa kila siku mwisho wa soko. Unaweza kuona ni hati fungani gani zimekuwa traded kwa siku hiyo. Pale unaweza pia ukaona hati fungani za mataasisi. Na pia unaweza kuona riba zake. Okay. Yes. Sasa kama mwekezaji anataka kuanza uwekezaji wake kwenye masuala ya hati fungani, ni procedure gani ambazo anatakiwa afuate mpaka kuweza kufanya uwekezaji? Okay. Cha kwanza kabisa inabidi mwekezaji awe na NIDA number au card, lakini pia inabidi awe na TIN number, lakini pia inabidi awe na bank account. Bank account kwa maana ya kwamba zile riba za hati fungani zitaenda kuwekwa kwenye hiyo account ya benki. Baada ya kuwa na hivyo vitu vitatu, anaweza akaenda kwa dalali yoyote wa soko la hisa au broker yoyote, na ataomba kufunguliwa kitu kinaitwa BOT CDS. Hii ni CDS account ya hati fungani tu. Watu wengi wao wanachanganya, wakisikia CDS wanajua kuwa ni account ya hisa, lakini ukitaka kuwekeza kwenye hati fungani za serikali lazima uwe na CDS tofauti na ile ya kuwekeza kwenye hisa. Ukishafungua BOT CDS, broker wako pia anaweza akakuelekeza minada inatokea siku gani au kama inakaribia, ndio unaweza kaanza kuwekeza. Huo ni kwenye upande wa hati fungani za serikali. Okay. Lakini ukija kwenye upande wa hati fungani za mataasisi, hiyo haikulazimu kuwa na CDS ya BOT. Unaweza ukatumia CDS yako ile ile ya kuwekeza kwenye hisa. Hiyo CDS yako itaenda kukusaidia wewe kuanza kuwekeza kwenye hati fungani za mataasisi. Okay. Yes. Okay. Sawa. Na kuhusiana na haya maneno primary market, secondary market kwenye upande wa hati fungani, hizi zina maana gani au zina tofauti gani? So tukija kwenye upande wa primary market na secondary market, primary market ni pale ambapo security inakuwa issued sokoni for the first time. Lakini kwenye hati fungani ikiwa issued for the first time sokoni pia ni primary market na inakuwa ipo IPO. Kwenye upande wa hati fungani za serikali tunasema ile minada ya mara ya kwanza ndio inaweza ikawa primary market, kwamba hati fungani inakuwa issued sokoni kwa mara ya kwanza kwenye mnada. Ukiona pale imeandikwa auction number 1, hiyo ni mara ya kwanza hati fungani hiyo ya serikali inakuwa issued sokoni. Tunaweza tukasema kuwa ni primary market. Lakini tukija kwenye hati fungani za mataasisi, ukiona taasisi imetangaza kuwa inatoa hati fungani kwa umma,
for the first time, hiyo pia ni primary market. Okay. Inakuwa ipo IPO. Okay. Yes, tukija upande wa secondary market ni ile soko ambalo securities zinakuwa issued kwa mara ya pili na zaidi, kwa maana kwamba zile security au hati fungani zilizotoka kwenye primary market kwa mara ya kwanza zinakuja tena kununulika na kuuzika kwa mara nyingine tena kwenye soko la secondary market. Yes, kwa hiyo mtu aliyekosa hati fungani ya serikali labda kwenye mnada, au mtu ambaye hakuweza kufanikiwa kununua hati fungani ya taasisi during IPO, anaweza akaja akaipata kwenye secondary market, akanunua kwa mtu au akauziwa na mtu. Yes, au mtu akaenda kauza kwa mara nyingine tena. Okay. Yes. Na kwenye upande wa uwekezaji, minimum investment, mtu akitaka kuanza kuwekeza kwenye hati fungani ni anatakiwa anze na kiasi gani? Kwa sababu naamini watu wengi wanajua uwekezaji wa hati fungani ni wa matajiri pekee. Kwa hiyo nayo tungependa kufahamu. Yes, ni kweli unachosema. Kwenye upande wa hati fungani za serikali, minimum investment ni kiasi cha shilingi milioni 1. Okay. Lakini pia ikizidi milioni 1 inabidi iwe in multiples of 100,000. Kwa hiyo mtu hawezi kuwekeza milioni 1 na 50,000. Inabidi iende milioni 1, 100,000, milioni 1, 200,000 na kuendelea. That's the minimum investment. Lakini pia kwenye upande wa hati fungani za mataasisi inabidi kiwango cha chini ni 500,000. Yes, na mtu huyu anaruhusiwa kuwekeza kadri awezavyo. Okay. So, baada ya kununua au kufanya uwekezaji kwenye hati fungani, nawezaje kufuatilia uwekezaji wangu? Je, ni kama tunavyofuatilia hisa kwenye application, ama kuna namna ambavyo tunaweza tukafanya ufuatiliaji wa hati fungani? So ukishawekeza kwenye hati fungani, kazi yako kubwa inakuwa imekwisha. Ukitaka kufuatilia uwekezaji wako kwenye upande wa hati fungani za taasisi, inakupasa kujua kampuni hiyo inaendeleaje kiuchumi. Kama inaendelea vizuri, unaweza ukalala kwa amani. Lakini ikija kwenye upande wa hati fungani za serikali, mara nyingi serikali haiwezi kupitisha coupon payment zake. Kwa hiyo unaweza pia ukakaa kwa amani. Lakini kama unataka kujithibitishia kuwa pia hii hati fungani ninayo kweli, unaweza kumtafuta broker wako akakuonyesha ile receipt or not a certificate, lakini receipt ambayo inaonyesha kuwa wewe unashikilia bond fulani. Yes. Okay. Lakini hamna namna kuangalia thamani ya uwekezaji wako. Sawa. Yes. So assume kwamba nimefanya uwekezaji kwenye hati fungani, lakini baada ya muda labda nina mahitaji na ile fedha kwa haraka. Hapo naweza nikafanyaje? Au unamshaurije mtu ambaye unadhani anaweza akawa anapatwa na matatizo kama hayo? Yaani ameshafanya uwekezaji lakini baada ya muda anahitaji ile fedha yake. So kwa mtu ambaye ameshawekeza kwenye hati fungani na maybe ameshakaa muda wa mwaka 1, 2, ameshakula coupon, lakini ana shida na ile pesa aliyoweka kule, kuna uwezekano wa kuuza ile hati fungani kwenye soko la secondary market. Okay. Pale uliponiuliza kuhusu secondary market ni kitu gani? Yes. Pale ndio mtu anaweza akaenda akauza ile hati fungani yake kwa mtu mwingine. So mtu anachopaswa kufanya ni kumtafuta broker wake na kumwambia kuwa mimi na hati fungani fulani nataka niiuze. Yule dalali atafanya juu chini kuhakikisha kuwa hati fungani yake inapata mteja na atafanikiwa kuiuza. Okay. And then hapo ndo anaweza kupata pesa yake. Okay. Na ni jambo ambalo alichukui muda mrefu. Ni jambo ambalo alichukui muda mrefu kwa sababu pia inategemea na market price za sokoni. Na huyo mtu pia anatarajia kupata kiasi gani. Sawa. Yes. Okay.